ukiangalia katika hali ya maisha ya kawaida, kila siku watu wanafurahi kuanzia Januari, wanafurahi kuanzia Disemba tarehe 10 hapo kwenda mpaka date 31. Lakini ikifika Januari wanaanza kuona kwamba hawaiti Januari, wanaita Januari, yani kumaanisha njaa. Unaweza pewa sifa. Lakini maandiko yanasema katika kitabu cha Daniel chapter 11 verse 32 hapo B, Daniel 11:32 nasema kwamba kwa wale wanaojua Mungu wao, Daniel 11 verse 32, for those who know their God they shall do exploits. Kwamba kwa wale ambao wanajua Mungu wao wanafanya kitu inaitwa malimbuko, ama maandishi mengine yanasema kwamba kwa wale ambao wanajua Mungu wao watafanya maajabu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naamini kwamba hii Januari vile tulipoanza mwaka tukasema kwamba maono yetu ya huu mwaka ni from the book of Psalms chapter 115 from chapter 14 to 15. Inasema kwamba na Bwana anaenda kutuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Tena huyu Bwana ama huyu Mungu ambaye anaenda kutuinua anaenda kutubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama unaamini kwamba huyu Mungu anapokuinua atakubariki. Maana Mungu hawezi kutoa chini ya kuweke mahali fulani na kuachilia hapo. Huyo basi si Mungu. Maana ukisoma katika maandiko yanasema kwamba baraka za Mungu zinaridhisha na haziongezi majuto. The blessings of God enriches and adds no sorrow. Bwana Yesu apewe sifa. So, unapoishi ukiamini kwamba huyu Mungu ana sababu. Hii Januari kwako inaenda kuwa Januari ya baraka. Haitakuwa Januari venye wanasema, itakuwa Januari. Maana huu ni mwaka wa baraka, na mwaka wa kuongozwa na Mungu, na mwaka wa kufanikiwa. Amen. Unaamini utafanikiwa? Kama unaamini itatendeka kwako. Usipoamini utaishi venye wale wengine wanaishi. Okay, nataka kushiriki neno kwa usiku wa leo ambalo nimelipea kichwa kwamba nguvu katika maombi na sifa. Kila mara watu wanapokuwa na shida hii dunia, kuna wale wanaokimbilia maneno yao mengine. Kuna wale wanaokimbia kwa uchawi, kuna wale wanaokimbia kwa waganga, kuna wale wanaokimbia kwa wazazi wao kama venye nyinyi mko na wazazi mnakimbia kwa wazazi. Kuna wale ambao wanakimbia kwa wazee wao. Yaani ameona tumaini lake liko kwa kitu fulani. Sijui wewe usiku ama katika maisha yako unaona tumaini lako liko wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Mimi kama kuna kitu chochote kile nitatazamia, huwa natazamia Mungu. Hata sionangi kazi yangu. Maana hiyo kazi kuna siku sina hiyo kazi. Maana hiyo pesa kuna time sina hiyo pesa. The only thing yenye niko too sure of it ni kwamba niko na Mungu, na niko na uhakika kwamba Mungu hawezi niacha. Hata kama hiyo kazi inaizaisha, Mungu hawezi niacha. Hiyo ndo niko na uhakika nayo. Na niko sure ya kwamba mimi najua mama yangu ananipenda. Nyinyi mnajua mama yenu anawapenda. Nyinyi mnajua wazazi wenu wanawapenda, si ndio? Lakini maandiko yanasema kwamba Mungu ako na upendo zaidi ya upendo wa mama. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naweza tenda jambo nifike mahali mama aseme wasi nyilato umenichosha, wewe si mtoto wangu. Lakini hata nitende jambo gani, Mungu hata hainichoka aseme kwamba wewe si mtoto wangu. Bado atanipenda. Akisema kwamba atakubariki kwa mwaka wa baraka, vinya amesema kwamba atakubariki, Mungu atakubariki. Kama unaamini. Anaposema kwamba anaenda kukuongoza, huu ni mwaka wa baraka, atakuongoza Mungu, maana yeye anajua na amesema kwamba anakuongoza. Kwa hivyo acha kung'ang'ana na hali. Nguvu katika maombi na katika ibada. Tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 kuanzia 25. Acts of the Apostles chapter 16 verses 25. Tutaenda mpaka 27. Nataka kuwasaidia ama kueleza kitu mwelewe kwamba katika nguvu ya kuomba na katika nguvu ya sifa kuna kitu ambacho kinaweza tendeka. Wanaweza apewe sifa. Nimeanza kwa kusema kwamba watu wengine wanapokuwa katika changamoto ya kitu fulani, wao wanakimbilia kitu fulani. Paulo na Sila walijipata katika hali ambayo hawangeweza kukimbilia mtu yeyote yule. Sijui kama ushaifikishwa katika hali fulani katika maisha ukaweza kuona kwamba kama tu si Mungu mimi siwezi. Sisi watu tunafika katika hiyo hali tunasema tu Mungu tusaidie. Mpaka unajipata wala yani umefanya Mungu ako hapo unamwambia wewe zaomba hoji sende.
Wele kangasa omba hochisendi. Na ni ukweli ukiambia Mungu kangali wewe omba hochisendi na anakupatia. Maana yeye ni mwaminifu kwa ahadi zake. Okay, tusome. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. Katikati ya usiku, Paulo na Sila walikuwa wanaimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Na mahabusu wengine walikuwa wanawasikiza. Hii inamaanisha nini? Katika kila wakati ama kila mara unaposimama kwenda kumsifu Mungu ama kuabudu Mungu ama kuomba, kuna watu wengine wanasikiza. Watu wengine wanasikiza. Paulo na Sila waliimba nyimbo mzuri za kuleta furaha kwa moyo, na prisoners wengine walikuwa wanawasikiza. Inamaanisha nini? Wewe unapokuwa unataka kuomba ama unapokuwa unaomba, kuna watu wengine wanasikiza waone unaomba nini. Na hata kando na kusikiza tu kila ambacho unaomba, wanasikiza waone kwamba nini kinatendeka after wewe kuomba. Nini kinatendeka vile wewe unaomba. Wanaweza pewe sifa. Na kuatia tu nguvu kwamba Mungu anajibu maombi. Mungu anajibu maombi. Ukisoma Jeremiah 33 verses 3, nikaimba wimbo wa nena nami. Ulisema nikuite, nawe utaitika, utanionyesha mambo makuu na makubwa nisiyoyaweza. Yani ukiita huyu Mungu anaitika. Nini kilitendeka baada ya Paulo na Sila kunyenyekea na kuita Mungu katika sifa? Sikia haya yalitendeka. Suddenly there was such a violent earthquake, and the foundation of the prison was shaken. At once all the prison doors flew open, and everyone's chain came loose. Unapoita jina la Yesu, unapoita jina la Mungu, kama unaliita jina la Mungu kwa uaminifu, kuna kufunguka kwa njia. Wanaweza apewe sifa. Walipoita jina la Yesu, kulikuwa na mtetemeko ama kulikuwa na ngurumo na mtetemeko wa ardhi, ambapo kila mtu katika ile prison ama hiyo chela alifunguliwa minyororo na milango zilifunguka. Inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba wewe utakaposimama kama vile mama alivyosema kwamba tusimame tukaombe. Mimi na mtu yeyote tukishikana kwa imani tuombe. Hata si mimi pekee nafaa kubarikiwa, watu wengine wanafaa kubarikiwa pia. Ninapoombea nyumba yangu, as long as nyumba yangu imewakilishwa, nyumba zingine zile zote pia zimewakilishwa. As long as naombea wazazi, naombea mama yangu hapa, wazazi wale wote wengine wamewakilishwa. Inamaanisha nini? Vile Paulo na Sila walikuwa wanaomba, Biblia tuambie kwamba prisoners wengine walikuwa wanaomba, no, walikuwa wanawasikiza tu. Inakaa hata pengine walikuwa wanawachekelea venye wanaomba. Inakaa hata walikuwa wanasema hawa wako wanafanya nini? Kuna wenye walikuwa wamechoka, maybe during the day wanasema tu kwamba wanatupigia kelele, nyinyi nyamazeni, sisi tunataka kulala. Lakini kuna ushindi katika sifa na maombi. Maana walipokuwa wanaomba walijua ni Mungu mgani wanatumikia. Walijua kwamba wanahitaji gani katika mioyo yao. Walijua ni nini wanafaa kufanya. Wakristo wengi wanachanganyikiwa na wanashindwa, maana hawaelewi ni nini kile wanachotaka kufanya wakiwa katika hali ya shida. Mtu akiwa katika shida anakimbia kumuita mama yake, anakimbia kumuita baba yake, anakimbia. Anasahau kwamba kunaye muweza yote. Mungu muweza yote. Amen. Sijui mama wewe unaitanga nani ukiwa katika shida? Sijui maidori kazi wewe unaitanga nani ukiwa katika shida? Sijui kina Joy Eze mnaitanga nani mkiwa kwa shida? Mama. Wanaitanga mama. Thank you very much. Hamuelewi kwamba huyu mtu mwenye mnaita pia anategemea Mungu. Unapojua kwamba mimi ninapokuja kwako Joy, nijue kwamba wewe unategemea Mungu. Ninakuja usaidizi kwako, najua wewe unategemea Mungu. Nafaa kukuuliza kule kwenye unapata msaada nafanyaje ili nifike hapo. Wanaweza pewe sifa. Paulo na Sila walisimama wakaomba, wakaimba, na milango ya gereza ilipofunguka, kila mtu alifunguliwa. Natamani katika maisha yako kaisa kuelewa kwamba unaposimama katika maombi, si wewe unajiombea peke. Omba ili unapobarikiwa watu wengine wabarikiwe pia. Wanaweza pewe sifa. Kama vile unavyotaka kuomba mafanikio mama. Unapoomba mafanikio, omba Mungu akubariki na abariki majirani wako ili wasikuje kuwa kikwazo kwako. Wale kahuwa ejihabi, wasa vile sa wale kahuwa ejihabi wengen. Wakikuja kwa wakati wamesinya kuomba, waombe vile Mungu anavyokubariki, awabariki na wao pia. Ili mtakapo simama, wewe unakuja na hii idea, yeye anakuja na hii idea, and that's how people grow.
Unajua watu wengine wanafikiria salvation ni kupreach tu kwenda mbinguni peke. No. Salvation kuna kitu inaitwa fellowship. Fellowship inaitwa ushirika. Ushirika inamaanisha nini? Nafaa mimi kuja na mawaidha yangu au kuja na mawaidha yako, tuweke pamoja, tujenge kitu fulani ambacho inatufaidi sisi na pia ifaidi mwili wa Kristo. Mungu hafurahii watu kuwa maskini. Mungu hafurahii kabisa. That's why the Bible inasema kwamba silver and gold belongs to God. Silver, fedha na dhahabu ni za Mungu. Kama fedha na dhahabu ni za Mungu, inamaanisha nini? Hatamani as long as nawakumbusha tu katika John chapter 1:12 inasema kwamba kwa wale waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana. Kama wewe ni mtoto wa Mungu na silver na gold ni yake, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba haufai kuwa maskini, unafaa kupokea hii fedha na dhahabu. Kanisa pewe sifa. Kwa hivyo ukisimama katika hali ya maombi pamoja na shukrani ukiwa katika shida, Mungu anaenda kukufungulia njia. Maedorigas na uimasamu kwa maombi. Tunaona kila times unapokuwa ati una amani wanakuambia nini? Omba Mungu atakusaidia. Omba Mungu atakusaidia. Ndiposa mwingine akasema omba utafute uso wa Bwana. Yeye aonaye kwa siri anakujibu kwa wazi. Manesa pewe sifa. Nini kilitendeka 27? The jailer woke up and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Do not harm yourself. We are all here." Paulo na Sila walipokuwa, ule mwenye alikuwa anawalinda, huyo mlinzi, alipoona milango zimefunguka, watu wamefunguliwa na wako tu pale, alitaka kujiua. Lakini Paulo na Sila wakawaambia kwamba sisi hatujatoroka, tuko hapa. Sijui kama ushaikuwa katika hali fulani umefinyiliwa kabisa, umefungwa kabisa, lakini upate freedom. Ile mbio yenye unaweza chomoka hapo, unaweza kimbia sana. Satan ya nilishikwa na traffic juu ya mishipi, nikawatupwa Bungoma hapo prison. Nikatupwa hapo cell. For 2 hours niliona kama nimefinywa kabisa, yani sikuwa na otherwise. Lakini nilipopata ile freedom ya kutoka, nilikimbia. Maana nilikuwa nimeona kwamba nimepata uhuru, nimepata freedom. Uhuru ni kitu kingine ya maana sana. So Paulo na Sila walifunguliwa kwa sababu ya nguvu ya kuomba na kuwa na imani pamoja na kuimba. Natamani usiku wa leo tukaweze kuwa na imani ya kwamba tukiomba na kuimba Mungu anafungua. Mungu anatenda. Na naamini katika hii nyumba na mtu yote ambaye atanisikiza kwamba unapoomba, tunaenda kuomba na Mungu anaenda kutufungua. Hakuna jambo lolote ambalo Mungu hawezi. Mungu anaenda kutufungulia. Anasema kwamba haja ya mioyo yetu Mungu anaenda kuitimiza. Sijui uko na haja gani katika moyo wako? Nyinyi ni wanafunzi, sijui mko na haja gani katika mioyo yenu? Ama mnaishi tu kula, kunywa na kulala? Maandiko yanasema kwamba a nation without a vision is a dead nation. Sijui mko na maono gani katika haya maisha? Sijui mnatamani kuwa nini? Lakini usiku wa leo tunapoenda kuomba, mama, venye umesema katika maono yako, venye umesema ukatamka kwa mdomo wako mwenyewe, Mungu anaenda kukusaidia. Na ukiwa na imani na kuomba, Mungu anaenda kufungua njia. Kama vile Paulo na Sila waliomba, milango ikafunguka. Na kila mtu akafungulia katika hiyo prison. Hakukuwa na ati wale wenye wako wanaomba, wale wenye walikuwa wanakejeli, wale wenye walikuwa wanawasikiza. Kuna watu wanatusikiza tukiomba. Wale wenye walikuwa wanawasikiza, Mungu aliwafungua na wao pia. Katika jina la Yesu usiku wa leo nataka uchukue dakika moja tu. Kese kwenda mbele za Mungu. Ukaweze kuwa na moyo wa shukrani, moyo wa kuomba. Ambia Mungu akaweze kuomba. Unapoomba akaweze kukupa ile neema na akaweze kukujibu vile alivyojibu Paulo pamoja na Sila. Anaenda kuwajibu katika jina la Yesu. Kwa hivyo chukua dakika moja, enda mbele za Mungu, kese kuongea na Mungu, na Mungu anaenda kukusaidia. Asante Mungu, maana unatosha.